Kristo anacheza na waombaji, wao waombaji wa hisia, waombaji ambao wasielewe wanachoomba, ya kwamba wamemsikia mtumishi fulani anaomba, anatamka na yeye anakuja kwenye maombi anatamka. Ndio maana kuna aina vita ambavyo hutaweza kuivuka kama utashindwa kupata maarifa, kupata ufahamu wa namna hiyo. Okay, sasa tuangalie aina ya mamlaka. Aina ya mamlaka. Aina ya mamlaka. Tuna aina nyingi za mamlaka. Leo nitakuonyesha aina moja ya mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani, ambayo Mungu amekupa. Leo tunaendelea hapa. Andika mamlaka hii. Mamlaka juu ya uumbaji. Mamlaka juu ya uumbaji. Mamlaka juu ya uumbaji. Mamlaka juu ya uumbaji. Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo ile sura ya kwanza na ule mstari wa 26 hata 28. Mamlaka juu ya uumbaji. Mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 26 hata ule wa 28. Nami nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Maandiko yamehifadhiwa hivi. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mstari 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari 28 na 20 na wa mwisho. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mamlaka juu ya uumbaji. Hii ni aina ya kwanza ya mamlaka. Kabla Mungu hajamuumba mwanadamu, kabla Mungu hajakuumba wewe, kabla Mungu hajaniumba mimi, alishatengeneza mazingira hayo ya uhalali wa kumiliki. Alikuwa na picha hiyo kwenye ufahamu wake, ya kwamba huyu mtu ambaye ninakusudia kumuumba, huyu mtu ambaye ninakusudia kumleta duniani, simleti tu duniani ili aje hangaike, simleti tu duniani ili aje aombeombe, simleti tu duniani ili aje alieli. Ninamleta duniani nikielewa kwamba kuna mamlaka ninaweka ndani yake, mamlaka ya kumiliki, mamlaka ya kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Yes, hii ndio picha ya Mungu alionayo zidi ya maisha yako. Huu ndio mtizamo wa Mungu alionao zidi ya maisha yako. Before hajakuumba, kabla hajakuleta kwenye dunia, alikuwa na picha hiyo ya kwamba yes, ninamleta Josia kwenye dunia, lakini kabla sijamleta akasema, na nimfanye mtu kwa mfano, wakatawale samaki. Wa utawala is the authority, ni mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kibali cha kiroho ambacho Mungu ametoa, ni kibali cha kiutawala ambacho Mungu ametoa, ni haki ya kutawala ambayo Mungu amenipa mimi, ambayo Mungu amekupa wewe. Sasa kwa nini utawala? Kwa nini umiliki? Kwa nini wachawi wanakuonea? Kwa nini mapepo yanaonea watoto wako? Kwa nini magonjwa yanakuandama? Kwa nini masikini hutaki kuachia? Kwa nini hali ya kukosa amani na kuandama kila mwezi kwa mwezi? Something went wrong. Kuna shida huko rohoni katika eneo la mamlaka. Unajua tu kucheza nalo vizuri. Unajua kucheza nalo ni vizuri ya shwari. Kuna vitu utaviona ambavyo huwezi kutabiri. Kuna aina ya matokeo utaona ambavyo huwezi kutabiri. Na ndio eneo ambalo shetani anacheza nalo sasa. Kwa kuwa Wakristo hawapati kufahamu, sasa yeye analitumia. Sasa yeye analitumia. Kwa kuwa waombaji wameshindwa kulitumia vizuri, sasa anachofanya adui, anabadilisha matumizi. Kama Mungu aliweka mfumo huu, viumbe hivi ambavyo Bwana aliviweka kwenye sura ya nchi, ya kwamba mimi nije nivitawale, mimi nije nimiliki kwenye nchi, mimi nije niongezeke kwenye nchi, mimi nije nizae kwenye nchi. Kwa nini nakutana na mazingira ambayo inaonekana kuna vita hapa, nashindwa kuzaa, nashindwa kuongezeka, nashindwa kupiga hatua? Kuna shida gani? Kuna namna adui amejua kutumia mamlaka ya maji. Ukilima ardhi zinapita, huwezi kukaa mwezi ujauka. Ukiingia kwenye mahusiano, kuna namna mahusiano hayaendi sana. Ukiingia kwenye uchumi ndo kabisa.
Kuna namna ambavyo huyu adui sasa amejua kucheza na imani. Mwanzo sura ya kwanza, Mwanzo ile sura ya kwanza, tuanzie hapo na tuendelee katika mamlaka hii. Nikuonyeshe kitu, namna ambavyo adui anatumia mamlaka juu ya uumbaji. Mwanzo ile sura Mwanzo na sura ya kwanza, samani, sura ya tatu. Mwanzo sura ya tatu, Mwanzo ile sura ya tatu na ule mstari wa kwanza. Nitasoma mstari mchache tu hapa. Mwanzo ile sura ya tatu na ule mstari wa kwanza. Maandiko yamehifadhiwa hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Hebu sema aliowafanya Bwana Mungu. Naomba rudia tena. Kumbe nyoka aliumbwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya wanyama ambao Mungu aliwaumba, nyoka alikuwa ni miongoni. Nyoka kuumbwa na Shetani. Okay, nini kilitokea? Tuendelee kusoma hapa mbele. Anatuambia, akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mstari wa pili, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, hakika hamtakufa. Sasa utaendelea kusoma huko chini. Nimekuleta katika ile eneo au kwenye ile andiko. Kwa nini nimekuleta kwenye ile andiko? Nataka nikuonyeshe namna ambavyo adui anaweza kutumia viumbe ambavyo Mungu aliviumba katika namna yake ya kutaka kumpendeza, lakini anakuja anabadilisha matumizi. Maandiko yanatuambia, tumesoma, basi nyoka alikuwa mwerevu katika wanyama wote aliowafanya Bwana Mungu, aliowaumba Bwana Mungu. Kwa miongoni mwa wanyama ambao Mungu aliwaumba, ambao Mungu aliwakusudia kwa neno na wakatokea, nyoka alikuwa ni miongoni mwao. Sasa unakuja kuona namna nyoka alivyokuja kutumika katika namna ambayo isivyompendeza Mungu. It means kuna roho iliingia ndani ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna spirit iliingia ndani ya nyoka. Sio tu nyoka, nyoka yuko kuwa na shida. Nyoka aliumbwa na Mungu katika uzuri wake afanye kazi yake kama inavyotakiwa kufanya. Lakini ilitokea nini kwa nyoka? Nyoka alikutwa na nini? Kuna spiriti, kuna roho kutoka kwa Shetani ikaingia kwa nyoka, na ile roho baada ya kuingia kwa nyoka ikaanza kuakti, ikaanza kutumika katika namna tofauti na alivyotegemea. Na kwa kiumbe kile ndicho kilichosababisha hata Adamu na Hawa kutoka kufukuzwa kwa Edeni. Okay, kama itoshi, mtumishi wa Mungu, nimekutana na watu kadha wa kadha wakitupa namna changamoto tunazokutana nazo. Mmoja nilikutana naye hospitali Iponda. Kwanza hawezi kufanyiwa ule, hawezi kufungua, alipata shida, ilivima sana kiasi ambacho akifunguliwa ile bandage kwenye mguu damu nyingi zinatoka, inabidi aongeze damu nyingi. Sasa wakati nimekaa ninazungumza naye, akaniambia source, chanzo cha tatizo ya mguu. Akaniambia alienda kufungua ng'ombe, alikuwa tena na msukumo wa Mwanza. Nilicho sina hata mpango kuja Mwanza wala nilikuwa sijui, bado nilikuwa ninasoma. Akaniambia nilikuwa nafungua ng'ombe nyumbani kwenye zizi. Wakati ninafungua ng'ombe, ng'ombe moja akarusha teke, akanichubua tu kwenye mguu. Mimi nikachukulia kuchubuka kwa kawaida. Kwa nikafungua, nikaendelea kuchunga, nikazipeleka machungoni, nikazirudisha nyumbani, nikawa naendelea na maisha kama kawaida. Nisielewe kwamba kama hii kitu inafika hapa inafika. Sasa wakati muda unazidi kwenda, nakuta kama pale alipo nigonga yule ng'ombe panawasha. Nikawa ninajikuna. Sasa ninapojikuna naona kama kidonda kinazidi kuongezeka. Kuna kashimo kakaanza kidogo kidogo kama kapele. Mwisho wa siku kikaja kikatokea kidonda kikubwa sana, kiasi ambacho mpaka nikakutana naye kona pale, nikamwambia hawezi kusafishwa kile kidonda kama akifunguliwa tutakuwa. Lakini angalia chanzo cha tatizo. Mungu alimuumba ng'ombe si kwa ajili ya matumizi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna Mungu alimuumba ng'ombe kwa matakwa yake, kwa uzuri wake, kwa picha yake. Nini kilitokea kwa ng'ombe? Kuna roho ilitumwa kutoka kwa adui ikaingia kwa ng'ombe, ikasababisha uharibifu.
Ninakufundisha ile neno ili ujue, mtumishi wa Mungu, aina ya mamlaka inayozidi ya uumbaji, ya kwamba you can stand, unaweza kusimama kwenye mambo, kusema kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hakuna mwanadamu, hakuna kiumbe hai chochote ambacho Mungu amekiumba kitaondoa uwangu kinyume na mapenzi ya Mungu. That is authority, that ni mamlaka ulionao, na hakuna mchawi ambaye anaweza. Hakuna mchawi. Ukishajua kuitumia mamlaka vizuri, hawezi kuonea tena kwenye biashara. Ukishatumia mamlaka vizuri, hakuna magonjwa ambayo atakutumia yakakupata. Hakuna kiumbe hai ambacho kitatumika kinyume na mapenzi ya Mungu kikaja kikafanikiwa kwenye maisha yako, kama ukijua kuitumia mamlaka vizuri. Kwa kuna namna wa watu kwenye deni wakasahau aina ya mamlaka ambayo iko ndani yao. Walikuwa na authority hiyo, walikuwa na uwezo wa kuweza kumsemesha nyoka, walikuwa na uwezo wa kuzuia nyoka. Nina mamlaka zaidi yako. Walikuwa na uwezo wa kumcriticize, ulikuwa na uwezo wa kusemesha hiyo biashara, ulikuwa na uwezo wa kusemesha hilo eneo ambalo unakutana nalo kwenye vita. Okay, tusome andiko hili, ninalipenda hapa kwenye Agano Jipya. Tusome andiko hili, nalipenda sana kwenye Agano Jipya hapa. Marko ile sura ya 8. Marko sura ya 8. Marko mtakatifu ile sura ya 8. Nataka nikuonyeshe namna adui anavyojua kuitumia mamlaka vizuri. Wakristo tusipoweza kuitumia mamlaka, shetani ataitumia, atatuonea sana. Tutapambana vita ambayo ilibidi tuwe tumemaliza mwaka 2006, ilibidi iwe imeisha 2010, lakini tunaendelea kustruggle nayo kwa sababu ametizama koroni. We don't know, atuelewi mamlaka tulionayo zidi yake na tujui kuitumia effective. Ni imani yangu ya kwamba jioni ya leo na siku zinazoendelea kuna mtu atatumia mamlaka hapa, na kila adui aliyesogea mbele yako ataachia katika jina la Yesu. Yes, hatutaendelea kuonewa hivyo. Kwa nini wachawi watuonee wakati tuna mamlaka zidi yao? Kwa nini wapiga ramli watuonee wakati tuna mamlaka zidi yao? Okay, Marko sura ya 8 mstari wa 33. Marko ile sura ya 8 na ule mstari wa 33. Maandiko yanasema hivi: akageuka akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro akasema, nenda nyuma yangu Shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Huyu ni Yesu, Master Jesus. Yesu wakati yuko na wanafunzi wake na Petro yuko pale, Biblia imemtaja na jina hapo kwamba Petro, lakini angalia katika mazingira ambayo Petro alikuwa akiongea na Yesu. Yesu akarealize, akafahamu kwamba huyu anayezungumza sasa hizi sio Petro, ni Shetani. Ndio maana akamwambia, toka Shetani, kaa nyuma yangu. Si kwamba alikuwa mjua anaitwa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anamjua na ni miongoni mwa wanafunzi wake ya kwamba anaitwa Petro, lakini nini kilitokea kwa Petro? Kuna roho ya kishetani, kuna roho ya adui ilimvaa Petro, akawa anaongea sio yeye. Ndivyo hivyo hata leo kuna vitu anakutana nao. Kuna mtu alikuletea maneno, usielewe kwamba kuna spirit iliingia ndani yake, kuna roho ya kishetani iliingia ndani yake, akaja akakuletea yale maneno. Ulipoyasikia yakakuvuruga, ulipoyasikia ukaacha kuomba, ulipoyasikia ukaacha kwenda ibadani, ulipoyasikia ukaacha kuendelea kuwa mwaminifu, bila kujua kwamba kuna spirit ilimvaa yule mtu, kuna roho iliingia kwa yule mtu. Sasa kuna namna Yesu hapa ananifundisha kitu cha kipekee sana, ya kwamba kumbe kuna wakati hata mtu anaweza asiwe yeye, ila ni roho imemvaa ndani yake, na ukaweza kurealize ya kwamba huyu anayezungumza saa hizi sio Josia, huyu anayezungumza saa hizi sio Mkapa, huyu anayezungumza saa hizi sio mtu fulani. Ni kuna mtu ndani yake, kuna roho ndani yake nyingine iliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Na ukiweza kuifahamu hiyo roho na ukiweza kuijua hiyo roho, ninakwambia kabisa kuna aina ya vita ambayo haitaweza kuishinda mbele yako, hautaweza kabisa kuanguka kwenye hiyo vita. Hiki ndicho kitu ambacho kilimsaidia Master Yesu. Hiki ndicho kitu ambacho kilimsaidia Yesu kuweza kutimiza kusudi kwenye hii dunia. Ndio maana kuweza kufeli kwenye battle yoyote, sababu alijua aina ya mamlaka inayofanya kazi ndani yake, alijua aina mamlaka alionayo zidi ya uumbaji wa Mungu, alielewa hiyo mamlaka. Kuna wakati ukitumia mamlaka yako vizuri, nakwambia atmosphere, ulimwengu wa roho utarespond, utaelewa kabisa ya